Katika kipindi cha wiki chache zilizopita, Tanzania imekuwa ikikumbwa na misukosuko ya kisiasa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. Matokeo ya uchaguzi huo yamezusha mijadala mikubwa, malalamiko ya upinzani na wito wa maandamano kutoka kwa baadhi ya makundi ya kijamii na kisiasa. Katika mazingira haya ya taharuki, maandamano makubwa yalikuwa yamepangwa kufanyika kesho, ambayo pia ni sikukuu ya uhuru wa nchi ya Tanzania. Lakini serikali imechukua msimamo mkali, polisi, viongozi wa serikali na sasa Rais Samia Suluhu mwenyewe, wote wamesema wazi kwamba hawatakubali kuwepo na maandamano yatakayoruhusiwa na wananchi wanatarajiwa wabaki manyumbani kwao. Rais Samia Suluhu aliweza kutoa wito mzito kwa wananchi wote kuandamana kesho tarehe 9 Disemba, siku ambayo taifa hilo linaadhimisha uhuru wake. Serikali kupitia msemaji wake imetoa tamko kali: maandamano hayaruhusiwi kwa sababu hakuna taarifa rasmi iliyowasilishwa. Serikali imeweza kufutilia mbali sherehe za kitaifa za uhuru na kusisitiza watu wabaki majumbani. Wameweza kuonya kuwa yeyote atakayejihusisha na maandamano ataonekana kama anafunja sheria. Katika tamko hilo, serikali iliweza kueleza wazi kwamba wananchi ambao hawana shughuli muhimu wanaomba wabaki nyumbani kwa usalama wao. Na kauli hii, mtazamaji wangu, imeungwa mkono na jeshi la polisi ambalo limesema litachukua hatua dhidi ya waandamanaji haramu wa maandamano hapo kesho. Rais Samia Suluhu ambaye sasa ni rais aliongeza uzito kwenye kauli kwa kutoa wito binafsi kwa Watanzania. Katika ujumbe wake, huku akiwasihi na kuomba wananchi waweze kuepuka maandamano yanayoweza kufuruga amani. Pili, kulinda utulivu wa taifa, na mwishowe akakiri kwamba waweze kuidhimisha siku ya uhuru kwa njia ya utulivu nyumbani. Kwa maneno yake alisema kwamba, naomba Watanzania wenzangu tulinde amani ya nchi yetu. Tarehe 9 Disemba tumuombe Mungu majumbani wetu, tupumzike na tuendeleze shughuli zetu za utulivu. Mtazamaji wangu, kulingana na wengi, hii ni kauli ya Rais Samia Suluhu ambayo inaonekana kama jaribio la kupunguza joto la kisiasa linaloenea nchini Tanzania sasa hivi. Swali ningependa tuweze kujiuliza la kwanza ni kwa nini serikali imepiga marufuku maandamano kwa ukali zaidi? Mtazamaji wangu, hoja ya kwanza ni kwamba serikali ya Tanzania ina hofu ya machafuko. Machafuko ambayo tayari tushayashuhudia, huku kukiwa mvutano mkubwa baada ya uchaguzi, na serikali inaogopa maandamano yanaweza kugeuka furugu kama hapo awali. Jambo la pili ni kukosekana kwa wahusika wa kisheria. Serikali ya Tanzania inakiri kwamba hakuna kundi lililofuata utaratibu wa kutoa notisi ya maandamano. Jambo la tatu, kumekuwa na shinikizo la kimataifa. Nchi kadhaa ikiwemo Kenya na nchi zingine zimeweza kuonyesha wasiwasi kuhusu mivutano ya kisiasa nchini Tanzania. Serikali inataka kudhibiti hali kabla haijaharibika zaidi. Jambo la nne, mtazamaji, ambalo utendeka kila nchi kabla tu kukiwa na maandamano kama haya, ni kuna athari kwa uchumi na utalii wa kitaifa. Kutokana na furugu zilizopita, sekta ya utalii ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi imeanza kupata hasara kubwa, na serikali haitaki hali ishuke zaidi siku ya uhuru. Lakini swala ambalo Mama Samia Suluhu hajalifahamu ni kwamba ile hotuba ambayo alipeana kwamba watu wa nje ndio wanaoandamana tayari liliweza kuwafukuza
wale ambao ni watalii ambao walikuwa wameitembelea nchi ya Tanzania. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi na viongozi wa upinzani wamedai kuwa wito wa serikali unalenga kukandamiza uhuru wa wananchi. Kuna wale ambao wanahisi kwamba amani ya Tanzania iko motoni, na kuna wale wanakosoa hilo wakisema kwamba maandamano ni haki ya kikatiba na inapaswa kuruhusiwa. Mtazamaji, kama serikali haiwasikizi kwa njia ya kutaka mketi chini mzungumze, wananchi wana haki ya kuandamana kulingana na katiba. Na baadhi ya wanaharakati wameendelea kusema kwamba hata kama wito umetolewa, bado sauti ya umma inapaswa kusikika. Kwa hivyo mashirika ya haki za binadamu yameweza kuonya kuhusu uwezekano wa kukamatwa kwa watu wengi ikiwa maandamano yataendelea, kwa sababu serikali ya Mama Samia Suluhu ina uoga. Serikali ya Mama Suluhu haisikii wananchi. Serikali ya Mama Suluhu haina wito wala masikio ya kusikia kilio cha wananchi, bali ni kujipenda na kufanya vile tu ambavyo akili zao zinawaambia. Mtazamaji wangu, kile ambacho kitaweza kutokea kesho ni kwamba dunia nzima inaitazamia nchi ya Tanzania kwa makini, na swali kubwa ni je, wananchi watatia wito wa Mama Samia Suluhu kukaa nyumbani ama watajitokeza kupigania haki ambazo zimeweza kuchukuliwa na Mama Samia Suluhu mwenyewe? Kutakuwa na makundi yatakao jaribu kuandamana hapo kesho, ama kuna wale ambao watasikiza Mama Samia Suluhu na kuweza kukomesha miradi ambayo wamekuwa nayo ya kuweza kuandamana siku ya kesho, siku ambayo ni siku nchi ya Tanzania iliweza kupokea uhuru na kuwa nchi ya kujisimamia. Vyombo vya usalama tayari vimepelekwa maeneo mbalimbali ya miji mikubwa kama vile Dar es Salaam na Arusha, Mwanza na Dodoma, ambapo Mama Samia Suluhu anaogopa kutakuwa na maandamano hapo kesho. Ni siku inayotarajiwa kuwa na mvutano mkubwa na inaweza kubadilisha hali ya kisiasa ya nchi ya Tanzania.